Kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa na viongozi wa serikali ya Samia Suluhu Hassan, na taarifa hizi zimeweza kushangaza ulimwengu, Afrika, ulimwengu na Tanzania. Taarifa hizi zinatolewa kipindi ambapo kuna kesi ambayo ipo katika mahakama ya jinai ICC ikimshtaki Samia kwa mauaji Tanzania mwaka uliopita, mwaka 2025 mwezi wa 10 tarehe 29. Karibu sana ni kuchanganulie taarifa hizi kwa undani. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, ni kope lako sikio ili nikueleze kwa undani matukio yote ambayo yameweza kutendeka. Tafadhali sasa, mtazamaji wangu, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mohamed Thabit Kombo anasema kwamba vurugu zilizotokea Tanzania mwaka uliopita, mahala ambapo Watanzania zaidi ya 10,000 waliweza kuuawa na polisi, eti kwamba zile vurugu ni ndogo ukilinganisha na mataifa mengine ya Afrika. Wacha nikuulize mtazamaji wangu, imefika mpaka kifo cha mauaji ya kimbari yanalinganishwa na mataifa mengine? Kwa hivyo kulingana na utawala wa Samia, wanataka kulinganisha maafa yaliyotokea Tanzania na maafa ambayo yamekuwa yakitokea Sudani, si ndio? Wanataka kulinganisha na hayo. Wanataka kulinganisha maafa ambayo yamekuwa yakitokea Nigeria, mahala ambapo wanamgambo wanashambulia wananchi, na maafa ambayo yaliweza kutokea Oktoba mwaka uliopita, mahala ambapo serikali ilikuwa inawaua Watanzania. Sijawahi ona serikali kama hii ambayo inadunisha maafa ambayo polisi waliweza kufanya. Sasa huyu waziri Thabit Kombo akizungumza katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi wa Umoja wa Afrika uliofanyika Addis Ababa, waziri huyo alieleza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan aliwapa viongozi wenzake taarifa kuhusu hatua zilizochukuliwa ama alizochukua nchini mwetu, ikiwemo kuundwa kwa tume huru ya kuchunguza vurugu pamoja na kuanzishwa kwa wizara mpya ya vijana na mahusiano ya jamii. Sasa wacha nikuulize mtazamaji wangu, kama hizi vurugu zilikuwa kidogo, mbona akaunda tume ambayo anasema kwamba inachunguza vurugu zilizotokea? Mbona kama hizi vurugu zilikuwa kidogo, jinsi ambavyo waziri Thabit Kombo anasema, mbona basi wameweza kuunda wizara mpya ya vijana na mahusiano ya kijamii? Tuambizane ukweli mtazamaji wangu, kuna kauli ambazo zinatolewa na viongozi, na hizi kauli huenda hata zikatumika katika mahakama ya kitaifa ya jinai. Yaani mpaka sasa hivi kuna jamaa ambazo hazijaweza kupata, kuna jamaa ambao hawajaweza kupata watu wa familia zao. Wengine hata waliweza kuzika viatu, wengine wakazika mashati kwenye makaburi kwa sababu ndugu zao walipotea, haijulikani waliko. Lakini picha za satellite zilionyesha polisi wakizika
waliouliwa katika makaburi ya Kunduchi. Alafu serikali inasema kwamba vurugu ambazo ziliweza kutokea ni kidogo ikilinganishwa na vurugu ambazo zimekuwa zikitokea katika mataifa mengine, si ndio? Yaani watu 10,000 ambao waliweza kuuawa, mtazamaji wangu, ni wachache. Kwa hivyo kwa macho ya Samia, watu hawa ambao waliuliwa 10,000 walikuwa ni wachache usoni mwake. Yeye yaweze ikawa kwamba alikuwa anatarajia watu 100,000 waweze kuuawa, ndiposa akubali kwamba vurugu zilitokea ama vurugu ambazo zilizotokea zilikuwa kubwa. Kauli kama hizi wanazidi kuzitoa ili kupotosha umma na kupotosha mataifa mengine, vilevile na kupotosha mahakama ya jinai. Lakini uzuri ni ule, mahakama ya jinai inajisimamia, haiendeshwi na propaganda ya serikali, inaendeshwa kwa kuangalia na kutazama ushahidi uliowasilishwa. Sisi tunakumbuka kuna ushahidi ambao uliwasilishwa mnono kabisa katika mahakama ya jinai. Huo ndio ushahidi wataangalia, na wala sio porojo na propaganda za serikali kwamba eti vurugu za uchaguzi tata za Oktoba ni ndogo ukilinganisha na Afrika. Katika taifa letu la Tanzania, mambo kama haya ya wananchi kuuawa kwa kimbari hayajawahi tokea. Watu wengi wamepotea, alafu nataka kusema eti kwamba hizo vurugu ni kidogo. Kuna baba ambaye alinitumia ujumbe kwenye simu yangu ya mkono, akaniambia, Bwana Ezra, mimi mtoto wangu alipigwa risasi tulipokuwa dukani mwetu tarehe 31 Oktoba. Hatukuwa tumepanga kwamba vurugu itatokea. Basi vurugu ilipozidi kutokea, tukaamua wacha tuende tuchukue chakula kutoka kwa duka letu. Kumbe polisi wametuona, wakapiga mtoto risasi na akaaga. Alafu Samia anasema kwamba hizo vurugu zilikuwa ni kidogo, si ndio? Kulingana na akili yake namwambia hizo vurugu zilikuwa kidogo. Vilevile wengi walikuwa wanatolewa kwenye mahospitali wakipelekwa mochari. Hizo vurugu zilikuwa ni kidogo. Kama hizi vurugu zilikuwa ni kidogo jinsi ambavyo viongozi hawa wanaeleza, mbona waliamua kuzika miili ili kuficha ushahidi? Hii serikali inatucheza, lakini kile ambacho kitakuja kuangaliwa katika mahakama ya jinai ya ICC ni ushahidi ambao uliweza kufikishwa mapema. Hata wakijaribu kufuta ushahidi, ushahidi upo pale bana. Kwa hivyo hizi kauli ambazo viongozi wa Samia wanazidi kutoa ni za kupotosha umma, lakini haziwezi zikafuta kesi ambayo iliwasilishwa ICC. Unakubaliana kwamba vurugu ambazo zilitokea mwaka jana mwezi wa Oktoba tarehe 29 zilikuwa ni kidogo? Unakubaliana hivyo? Hebu nione wazo lako.